Karibu sana mtazamaji wa Zone Media kwa mara nyingine tena ili tujuzane yale ambayo yanajiri katika uga wa kimataifa. Mtazamaji, hapa nina taarifa moja kwa moja kutoka shirika la kimataifa la nishati ya atomic duniani IAEA. Sasa taarifa inasema kwamba mkurugenzi mkuu wa shirika la kimataifa la nishati ya atomic IAEA duniani, Rafael Grossi, amesema kuwa wakaguzi wa shirika hilo wameweza kutembelea na kukagua vituo vyote vya nyuklia vya Iran ambavyo havikulengwa katika mashambulizi ya mwezi Juni, lakini ukaguzi katika vituo muhimu bado umesitishwa kutokana na hali ya usalama kutokuwa shwari. Hapa ikimaanisha kwamba vituo muhimu ni Natanz, Fordow pamoja na Isfahan ambavyo vililengwa na Israel pamoja na Marekani. Akizungumza na gazeti maarufu la Austria Die Presse, Grossi alieleza kuwa licha ya mashambulizi hayo kufanywa wakati wa mazungumzo ya kisiri ya nyuklia kati ya Tehran na Washington, IAEA haikutoa tamko la kulaani uvamizi huo wa Marekani ndani ya ardhi ya Iran. Kwa mujibu wake, mashambulizi hayo yaliathiri kwa kiasi kikubwa maeneo makuu ya nyuklia na kufanya ukaguzi kuwa mgumu kutokana na hatari iliyopo kwa wakaguzi. Alisema kuwa tangu tukio hilo Irani imepunguza ushirikiano wake na shirika hilo la Umoja wa Mataifa. Aidha, Grossi alifafanua kuwa mazungumzo ya kidiplomasia yaliyofanyika mjini Cairo na kusaidia kufikiwa kwa makubaliano ya muda, hatua iliyowezesha wakaguzi kuendelea na kazi katika baadhi ya vituo. Hata hivyo, alibainisha kuwa vituo muhimu vya nyuklia vya Natanz, Isfahan na Fordow bado havipatikani kwa wakaguzi wa IAEA, hali inayozua maswali mapya kuhusu mwelekeo wa mpango wa nyuklia wa Iran na hatima ya mazungumzo ya kimataifa kuhusu usalama wa kanda hiyo. Grossi amesema IAEA inaendelea kusisitiza mazungumzo na ushirikiano kamili kutoka kwa Iran, huku jumuiya ya kimataifa ikifuatilia kwa karibu maendeleo ya suala hili nyeti la usalama wa dunia. Katika taarifa hii kuna mchoro mkubwa sana wa mvutano wa nyuklia kati ya Iran pamoja na shirika la atomiki duniani IAEA, ambapo kukosekana kwa ukaguzi katika vituo muhimu vya nyuklia baada ya mashambulizi ya Juni kunaonyesha sura mpya ya mvutano wa kidiplomasia duniani. Irani kwa sasa ipo katika nafasi ya kulinda usalama wake wa kimkakati, huku shirika la kimataifa la atomiki duniani IAEA likisisitiza umuhimu wa wazi ili kuzuia hatari ya kuongezeka kwa mashaka ya kimataifa. Kwa sababu mashambulizi hayo yalifanyika wakati wa mazungumzo ya kisirisiri kati ya Tehran pamoja na Washington, yani Irani pamoja na Marekani, Irani inaona hali hii kama changa la kisiasa linaloweza kulenga kuathiri mazungumzo ya kurejesha makubaliano ya nyuklia. Kwa upande mwingine pia, mataifa magharibi yanaweza kutumia vikwazo vya ukaguzi kama ushahidi wa shaka, yani kwamba Irani huenda inaendeleza vipengele nyeti vya mpango wake bila usimamizi wa kimataifa. Na ndio maana baada ya vituo kuweza kushambuliwa, taifa la Iran kupitia viongozi wake wakubwa kabisa, hasa waziri wa mambo ya nje wa Iran Abbas Araghchi, aliweza kutoa tamko kwamba wamesitisha ushirikiano na shirika la kimataifa la atomiki duniani IAEA kutokana na usaliti ambao umeweza kufanyika dhidi ya vituo vyake vya nyuklia. Ndio maana sasa hivi kupitia mkurugenzi mkuu Rafael Grossi anakuja na kueleza kwamba wana mashaka dhidi ya vituo hivyo, labda huenda kuna mpango madhubuti ambao unaendelea wa kuweza kurutubisha uranium dhidi ya mpango wake wa nyuklia, au kuna matumizi mengine ambayo taifa la Iran wanayatekeleza kupitia katazo la IAEA kushiriki katika vituo ambavyo viliweza kushambuliwa, ambavyo ni Natanz, Fordow pamoja na Isfahan. Kwenye upande wa ramani ya kimkakati ya taifa la Iran, Natanz, Fordow na Isfahan ni uti wa mgongo wa teknolojia ya nyuklia ya taifa la Iran. Kuweka vizuizi kwa maeneo hayo kunatoa taswira kwamba Irani haitaki kuruhusu udhaifu wake wa kiusalama ufichuke baada ya shambulio. Lakini IAEA, ili shirika la nguvu za atomiki duniani, iko katika mtego wa kidiplomasia. Inataka kuendelea kushirikiana bila kuonekana inategemea upande mmoja, lakini pia inakabiliwa na shinikizo la mataifa makubwa. Mashariki ya Kati
ipo kwenye hali ambayo inaweza kuchochewa zaidi na tukio lolote litakalotafsiriwa kama tishio la nyuklia, yani miinuko wa hatari kwa usalama wa kikanda. Kipindi kile kwenye mazungumzo ya Cairo baina ya IAEA na Iran yanaonyesha bado milango haijafungwa. Hata hivyo, kuendelea kusimamiwa kwa ukaguzi katika vituo muhimu kunaweka mashaka mapya juu ya mustakabali wa maelewano ya nyuklia duniani, lakini uhusiano kati ya Iran na Umoja wa Mataifa, lakini pia na iwapo pande kubwa zitaweza kuzuia mgogoro huu kugeuka mvutano wa wazi wa kimataifa. Sasa hapa kuna maswali kadhaa ambayo huenda mtazamaji, mimi na wewe tukajiuliza kwamba je, usalama wa taifa unaweza kupewa uzito kuliko uwazi wa kimataifa? Kwa sababu viongozi wa Iran wameweka makatazo dhidi ya viongozi wa shirika la kimataifa la nguvu za atomiki duniani, yani wakaguzi wale ambao huwa wanakagua vituo vya nyuklia duniani katika maeneo mbalimbali kwenye mataifa ambayo huwa yana program ya nyuklia. Sasa wamekatazwa kabisa. Ndio maana kuna vuguvugu zito ambalo kwa hivi sasa linazidi kuendelea, ambapo taifa la Iran lenyewe lilikuwa likitoa lawama nyingi sana kwa shirika hilo kwamba halikuweza kulaani, lakini kwamba kuna siri ambazo zilivujishwa dhidi ya waangalizi hao wa nyuklia ambao walikuwa wakifanya ukaguzi kwenye vituo hivyo mara kwa mara. Na baadaye tukashuhudia mashambulizi makali kuweza kutokea kwenye vita vya mwezi Juni, yani vita vya siku 12 vilivyopiganwa kuanzia Juni 12 hadi Juni 24. Hapo ndipo napata picha halisi kwamba kuna vuguvugu zito ambalo linatokea katika ukanda wa Mashariki ya Kati kwa hivi sasa kwa ujumla, kutokana na shinikizo kubwa kuhusu mpango wa nyuklia wa taifa la Iran ambao unaandamwa usiku kucha. Mpango huo ambao unaonekana kuwa tishio katika usalama wa Israel, lakini usalama wa mataifa mengine kwa ujumla duniani. Sasa basi, taarifa hii imeeleza wazi kwamba shirika la kimataifa la atomiki duniani limeweza kufanya ukaguzi kwenye baadhi ya vituo vya nyuklia. Vituo vingine inamaanisha kwamba ni vituo vidogo vidogo, sio vituo vikubwa kama ambavyo Natanz, Fordo na Isfahan tunavyofahamu. Sasa wakaguzi wa IAEA wanatamani kuweza kuangalia labda ni madhara gani ambayo yaliweza kutokea baada ya mashambulizi, au kuna uharibifu gani mkubwa ambao umeweza kutokea dhidi ya mashambulizi ya Israel pamoja na Marekani, lakini kuweza kufahamu kiundani zaidi mpango endelevu wa nyuklia wa Irani uko vipi kwenye vituo vyake vikubwa hivyo vitatu, yani Natanz, Fordo pamoja na Isfahan. Kwa kifupi kabisa ni kwamba shirika la kimataifa la nguvu za atomiki duniani IAEA wanatamani kuweza kujua na kufahamu kwa undani kabisa ni kwa kiasi gani vituo vya Natanz, Fordo pamoja na Isfahan vimeweza kuathirika na mashambulizi ambayo yalitokea kwenye vita vya mwezi Juni. Ndio maana wamekuwa kitoa shutuma nzito dhidi ya Iran kuwazuia kufika katika vituo hivyo, huku taifa la Iran likidai kwamba ni kwa ajili ya masuala ya kiusalama zaidi. Basi mtazamaji wetu, kwa taarifa zaidi usisahau kusubscribe channel yetu, kulike, kucomment pamoja na kushare.